Neno la Mungu kutoka kitabu cha Isaya mlango wa 9. Isaya mlango wa 9 mstari wa 6 na wa 7. Isaya mlango wa 9 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti chake cha enzi, kiti cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kutengemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakao tenda hayo. Amen. Tukae. Haleluya. Kwa kuwa Bwana ametufurahisha kwa kutupa uzima na kuja ibadani, lakini Bwana ametufurahisha kwa kuinua watu katikati yetu ambao wametuongoza ibada yetu. Kitu cha kwanza kabisa tukafanya, tukajicommit kwa Mungu kumtumikia kwa mali na sadaka zetu. Haleluya. Sasa ndugu zangu, tunakumbuka tena leo siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Maandiko haya tuliyosoma ni miaka 730 mpaka miaka 700, unabii uliotolewa na Isaya kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, na ni unabii ambao ulitoka wakati ambapo Israeli walikuwa kwenye kipindi kigumu sana cha hofu, kwa sababu kuna ufalme unaitwa wa Asiria ambao uliinuka kwa nguvu sana, ukawa unajitanua. Na kama unajua, zamani falme, hata makabila yetu ambazo zilikuwa wanasema sijui ni Mangi nini, walikuwa wanajitanua na wanajitajirisha kwa kupiga wengine. Wanapiga wale dhaifu, wanachukua eneo lao, wanachukua ng'ombe zao, wanachukua mifugo yao, wanapiga, wanatanuka kwa namna hiyo. Kwa hiyo ili ufalme uwe na nguvu, ilikuwa ni kupiga wenzako, kuwaondoa, kuchukua, kupiga, kuchukua, kupiga, kuchukua. Na katika kanuni tulisoma kama sio sekondari, ni msingi. Katika kanuni za kabila la Kimasai kujitanua na kujitajirisha ni pamoja na kuiba. Nimesemaje? Pamoja na kuiba, sio sasa hivi, lakini ila sisi tulisoma tukaambiwa kwamba kwenye jamii ya Kimasai kuna wale wazee ambao kazi yao ni kutoa hekima, kutatua matatizo, halafu kuna morani ambao kazi yao ni kulinda na kwenda kuiba zile ng'ombe za watu wengine kuongeza kundi kwenu. Sasa hiyo kanuni ni ya Biblia. Kama akili yako iko fupi, wewe mchungaji anafundisha tukaibe. Sikufundishi ukaibe, lakini Waisraeli walifanya hivyo hivyo. Walipiga watu wakachukua ng'ombe, wakapiga wakachukua. Kwa ndio ule mtindo wa ile jamii ya mwanzo ya kutanuka na kuongezeka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo Waasiria walikuwa kwa kasi, wakawa na nguvu, wakawa wanapiga sasa pande zote. Israeli waligawanyika pande mbili. Kuna Yuda na kulikuwa kuna ufalme wa kaskazini ambao ni wa Yuda, walikuwa wanavamiwa kote kote, wanapigwa. Nafikiri na Yerusalemu. Sasa kwa sababu hiyo Israeli walijiona weak, walijiona dhaifu kisiasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kitendo cha kupigwa ni kama mfalme wao alikuwa dhaifu. Kwa hiyo yule mfalme anashindwa kuorganize jeshi la kukabiliana na wengine. Kwa hiyo kisiasa walikuwa kwenye hali mbaya, lakini walikuwa pia hichi kipindi walikuwa pia wana hofu kubwa kabisa, hofu ya vita. Kule kwetu Uchagani tulikuwa tunakuwa, nimeishi Uchagani, nimeishi Upareni, kuna saa tunaonyeshwa kabisa pango, tunaambiwa hapa ni watu walikuwa wanakimbiliaga kwenda kujificha wakati wa vita. Mmesikia hizo stories za zamani kwamba makabila ilifika mahali yakachimba maandaki kwa sababu kikilia ni watu kuuawa. Leo tunaishi maisha tu hii, haikuwa amani hivi. Neema ya Mungu, haleluya. Wala kukosekana amani kwa Afrika
hakukutokana na wazungu hivyo kama tunafikiri. Sisi wenyewe tulikuwa tunauana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Waisraeli walikuwa kwenye nyakati ya kujificha, hofu, taharuki. Na mambo matatu ambayo yaliwaweka kwenye wakati mgumu, nimekwambia. Jambo la kwanza ni kukosa nguvu, kukosa kiongozi mwenye nguvu ya kuongoza kushinda zile nyakati. Lakini namba 2, kwa sababu hiyo maisha ya hofu yaliwafunika. Na namba 3, waliishi kwenye nyakati za giza nene na kukosa mwelekeo. Na hii ilitokana na taifa hilo ambalo lilikuwa linawavamia. Giza kivipi? Sio kama kulikuwa hakui na mchana. Giza yani hawajui kupigana, hawawezi kukimbia, hawajui wakimbilie wapi. Hata mtu akushauri hayupo, akili zimefika mwisho, hawajui wapande, hawajui washuke. Kitu ambacho wanaweza, kitu ambacho wakitaka kufanya kinakuwa ni kirahisi, ni kulia tu. Haleluya. Umewahi kupita kwenye hizo nyakati? Umewahi kupita kwenye nyakati hizo? Unapigwa afu baba yako hawezi kukusaidia. Unapigwa afu mume wako hawezi kusaidia. Sio unapigwa ngumi. Mapigo yako ya aina nyingi. Unapigwa, mjomba hawezi kukusaidia. Huna pa kwenda. Huna wa kumlilia. Tunamlilia mtu anakwambia tu unafiki wako hapa. Umewahi kupita kwenye nyakati? Zipo nyakati kama hizo ambazo giza linatanda kwenye maisha ya mtu. Una pa kukopa, una mia, unadaiwa hapa, unadaiwa pale. Una wazo la kufanya kazi, hata kazi ya kufanya huna. Wazo linalokuja tu, unaishi nini? Sibarofi. Hivi na wewe ni mtu, hivi na wewe ni mwanamke, hivi na wewe ni mwanaume. Hilo ni wazo linapita kwa kichwani. Alafu kwa bahati mbaya wako watu wanatokea wanapanda, na kitu wanako tena. Wanawake mnapokera kana kasoro tu ana mwili, lakini wanawake wengine kila mahali mambo ni magumu. Unakaa kwenye giza. Hata hizo nyakati walizokuwa nazo Waisraeli, ndugu zangu. Sasa wakiwa kwenye hiyo hali, ndipo Mungu akawa anasema nao kwa kinywa cha nabii Isaya. Kesha Mungu akawaambia hivi. Mungu akawa anatoa ujumbe wa matumaini kwa watu waliochoka, kwa watu waliokata tamaa, kwa watu wanaoishi kama yatima lakini wana baba na mama. Umewahi kuishi kama yatima wakati babako na mamako wapo? Umewahi kuishi kama mjane wakati mume wako yupo? Neno la matumaini linakuja kwa watu wanaojiona kana kwamba hawana kiongozi. Umewahi kutamani tu mtu akwambie nenda hapa, fanya pale, mtu akukosoe tu kidogo, unatamani hata mtu akukosoe, kukushauri ukakosa? Ujumbe wa matumaini unakuja kwa watu ambao wako gizani kifikra. Fikra zimefika mwisho, akili zimefika mwisho, hana wazo jipya. Mawazo alionayo ni yale ambayo yalifeli. Kwa hiyo anawaza nikalime, anasema hata mwaka jana sinolilima hivi la kaishia hapa. Anawaza akafanya biashara kwa Mungu, wiki nipiga je kama ile ya juzi. Anawaza sijui afanye hivi. Kila wazo linalokuja kichwani, akilipima lilishamlet down mahali, lilishamkwamisha mahali. Kwa hiyo anajaribu kufuta wazo jipya, halipo. Anatamani mshauri. Hana mshauri kwa sababu wote wale mshauri walienda kumsema baadaye. Hana mshauri kwa sababu akija kumwambia jamani mbea, alafu hana mshauri kwa sababu alijaribu kuomba ushauri akachekwa. Umewahi kupita kwenye hizo nyakati? Hao Waisraeli walipita hapo mahali. Ndipo Bwana akawaletea ujumbe wa matumaini. Haleluya. Ule mstari wa pili kwenye Isaya 9 unasema hivi: watu wale waliokwenda
katika giza wameona nuru kuu. Kuna tofauti ya nuru na nuru kuu. Nuru kuu, yani nuru isiyozimika, isiyozimwa na uchawi, isiyozimwa na vita, isiyozimwa na magonjwa, isiyozimika kwa sababu yoyote. Ni kina nani? Watu waliokwenda katika giza. Kama walikwenda katika giza, maana wale watu waliokuwa wanaanguka wenye makovu, kwa sababu wale kwenda katika giza ameanguka, na kama ameanguka ana makovu. Wale watu waliokwenda katika giza, watu gani? Wale wenye maumivu, kwa sababu kama amekwenda katika giza na wamejikona wana makovu, wana maumivu. Wale watu waliokwenda katika giza ni watu gani? Watu waliopoteza vitu vyao vya thamani, kwa sababu kama wamepita kwenye giza, kuna saa na wameanguka, kuna saa vitu vimedondoka, kuna saa vitu vimekupapasa, hata kuvipata hawana. Hao watu Mungu akaanza kusema nao, nuru kuu imewaangaza. Haleluya, haleluya. Anasema wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Wale ambao wamepita katika hofu ya kufa, wale ambao wamepita wakitamani wafe, wale ambao wamepita wakiona majeneza na mauti tu, wale ambao wamepita biashara zao zimekufa, wale ambao wamepita maharage yao yamekauka. Waliopita katika bonde la uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Haleluya. Kwa hiyo sasa hiyo nuru inakuja kujaje? Hiyo nuru inaletwa na mambo manne kulingana na unabii. Jambo la kwanza, amekuja mshauri. Haleluya. Nataka kuuliza, mbona mmezubaa sana, lakini Roho akaniambia watu wanasikiza kwa makini, ya kuhusu asubuhi. Mshauri amekuja. Hii ina maana kwamba kuvuka mahali ulipo, sometime hauhitaji pesa, unahitaji ushauri tu. Sometime hauhitaji mume au mke sijui mzuri, unahitaji ushauri tu, kwa sababu kila mtu ni mzuri, kila mtu ni mbaya. Inategemeana na kiwango chako cha akili kukaa na mtu ama kudili na mtu ama kudili na jambo. Jambo linalokuumiza, nuru imekuja, lakini hiyo nuru imekuja katika ushauri. Je, unashaurika? Swala msingi, unashaurika? Kwa Yesu amekuja kutuangazia, lakini hajaja na tochi, hajaja na pesa za kuondolea madeni, hajaja na kamba ya kumfunga mume wako au mke wako, hajaja na rungu la kuwaangamiza, kuwaua maadui zako. Amekuja na wisdom, amekuja na hekima, na njia ya kudeliver hekima, njia ya kumpatia mtu hekima ni kukaa chini na kumwelekeza. Wewe unashaurika ili uvuke, ili utoke kwenye uvuli wa mauti, ili utoke kwenye giza. Unashaurika. Haleluya. Na unashaurika na nani? Unataka ushauriwe na mtu wa hivi? Hata mlevi atakushauri, hata mimi mchungaji Karimu nitakushauri, hata bibi yako atakushauri. Mtu yoyote Mungu anaweza kumtumia kukushauri. Haleluya. Ndio tumepewa mtoto mwanaume na uwezo wa kufalme utakuwa mapigano, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Unajua maana Yesu kukaa kufundisha wanafunzi 12 na kufundisha? Maana yake alikuwa anashauri namna nzuri ya kuishi, ili watu wakifuata ushauri wawe safe, wawe salama, waweze kufikia makusudi. Jambo la pili la kuwasaidia ni Mungu. Kwa hiyo Waisraeli wako kwenye nyakati wanaahidiwa atakuja Mungu mwenyewe. Ndio maana Emmanuel, atazaliwa mtoto jina lake Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Hayo Mungu mwenyewe atakuja katikati yenu kuwatoa kwenye bonde la uvuli wa mauti.
kuwavusha mahali pagumu. Sasa una muda na huyo Mungu, tuna connection na huyo Mungu. Unajiconnect vipi? Kwa maombi, kwa sadaka, kwa imani, kwa uvumilivu, kwa kumtafuta. Haleluya. Namba 3, Baba anasema hivi, ule mstari wa anasema hivi, ataitwa mshauri wa ajabu. 1, mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. 2, Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. 3, ni baba. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaishi kama yatima, watu wanaishi kama wajane. Atakava nafasi ya baba. Haleluya. Tutamheshimu ili uone ubaba wake. Na 4, ni mfalme wa amani, anakuja kuleta amani. Haleluya. Ndipo anasema na maongeo ya enzi yake yatakuwa na maongeo ya enzi yake ya amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Hii neno maongeo kwenye Biblia ya Kiingereza sema the increase of his government, yani kuongezeka au maongezeko au viwango vya serikali yake. Yaani usahau Mungu anakuja kuanzisha serikali yake duniani. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Maana yake anakuja kuanzisha ufalme mpya, ufalme utakao kuwa na amani, ambao watu hawatapita tena kwenye giza, kwenye nyakati za hofu. Anasema na hiyo amani na hiyo raha na huo msimu. Unajua tunatawaliwa na rais, tunasema tuvumilie jamani, atamaliza tu kipindi chake. Sasa huyu amalizi kipindi. Tunasema anakuja mchungaji, anasema tungebadilishiwa tu mchungaji. Sasa huyu habadiliki, Yesu habadiliki. Unamfurahia mtu alafu moyo unauma kwamba kuna siku sitakuwa naye, lakini huyu mfalme wa ajabu anakuja. Hakuna mahali tutakuwa na huzuni, maana ufalme wake hakuna zamu la kumpisha mwingine. Anatawala mwanzo mpaka milele. Haleluya. Kwa kama ni kufurahi, tutafurahi sasa na milele mpaka mbinguni. Haleluya. Sasa nataka nimalizie. Sasa Bwana, kitu cha ajabu katika haya yote ambayo Mungu anaahidi, kinaidiwa kitu kitakachotokea miaka 700 ijayo. Usisahau pale mwanzo nilikwambia hii ni prophecy, ni unabii wa nabii Isaya. Anayezungumziwa ni Yesu, na wakati unabii unatolewa ilikuwa ni miaka 730 mpaka miaka 700 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba walioahidiwa hawakukiona live. Walikufa wakapita, wakafa wakapita, wakafa wakapita. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba Yesu Kristo amezaliwa, mkombozi amezaliwa, lakini Mkristo anayetaka kumuona Mungu kwenye maisha yake lazima awe na kiwango fulani cha uvumilivu. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi Mungu amekuahidi, kuna mambo mengi Mungu amesema na wewe, inabidi uwe mvumilivu. Na wakati unavumilia, vita itaendelea kuwepo. Wakati unavumilia kusema, kutaendelea kuwepo. Na wakati unavumilia sometime utaendelea kuumwa. Wakati unavumilia, saa nyingine utakuwa umeishiwa. Lakini ndio maana Yesu alisema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeshinda. Haleluya. Kwa hiyo Kristo amezaliwa, Mungu pamoja nasi, mshauri wa ajabu, mfalme wa amani, baba wa milele, Mungu mwenye nguvu. Lakini kuna saa tanyamaza kana kwamba hayupo. Kitakachotusaidia ni sisi kuvumilia, saa yake ifika. Haleluya, haleluya. Nami najisikia faraja sana, kwa sababu hata sisi kama mtawa na Mwai kuna saa tulipita mahali tukachoka, tukafadhaika, lakini katika kuvumilia na kuendelea kulitia jina la Bwana zinakuja saa ambazo tunafurahi na kumtukuza Mungu, kama nyakati hizi ambazo tumefanya kazi za Mungu. Unajua kuna watu hapa wanaangalia tu hivi, wenzake wanaahidi, yanarembo tu ahidi, utapitwa na muujiza. Haleluya. Katika vitu
katika vitu ambavyo unachukua makini, usije ukakubali mtu akakusaidia kazi yako. Kila mtu ameitwa kufanya kazi kwa Bwana, na kila mtu ameitwa kwa kiwango chake. Yuko aliyeitwa kwa mabilioni, yuko aliyeitwa kwa mamilioni, yuko aliyeitwa kwa malaki, yuko aliyeitwa kwa makumi elfu, yuko aliyeitwa kwa maelfu. Mungu anathamini kazi ya kila mtu. Usikubali mchango wako kanisani ukawa ni kupiga makofi. Kataa. Changia hata miogo, changia hata mayai. Usikubali mchango wako ukawa kupiga makofi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapomsubiri Yesu, subiri wakati tunaendelea kutumika, subiri wakati tunaendelea kujitoa. Unapoona mfumo wa utumishi kanisani umebadilika, sasa hivi sio ile kupelekeshana na mauiano alafu tunaanza kusemana huko mtaani, ni watu wanaopenda kwa hiari yao wanafanya. Usikae hapo nyuma ukasema sasa hivi Bwana tufuatilie. Wewe tutakuacha. Sawa, Bwana anatuinua, tutakuacha. Na hatutaki ubaki. Haleluya. Usikubali kubaki. Usikubali mtoto wako abaki. Hamasisha watu wa nyumba yako. Tuhamasishane. Tunapenda Kanaani twende wote. Haleluya. Haleluya. Na tutatumika mwaka utaisha, miaka mingi, baada hata ya miaka 10 tutamuona Mungu. Nimewapa ushuhuda hao wapendwa kwa kifupi, kwa kidogo. Lakini kuna miaka ya kusota. Alafu swala la Bwana kumsaidia mtu ni muda mchache tu, Mungu anageuza historia yako. Haleluya. Kama ambavyo Mungu alikuwa mwaminifu, baada ya miaka 700 akatimiza alichosema, na Mungu wako ni mwaminifu. Anachokuahidi majira yake yakifika atatekeleza. Haleluya. Haleluya. Hata kama ulizaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe, saa ya Bwana ikifika atakuweka pale juu. Watu watakupigia saluti. Wale wachache waliojua ndio watajua umetoka kwenye hori la kulia ng'ombe, lakini wako ambao miaka ijayo hawatajua historia yako, bali watakuona katika utukufu wako, ukijua kwenda na Mungu vizuri. Haleluya. Funga macho yako tuombe. Yesu, jina lako likatukuzwe kupitia hili neno, na ufalme wako ukaonekana kupitia hili neno, na mapenzi yako yakatimizwe kwa kila mtu kupitia hili neno. Leo tunakukaribia kwa sadaka zetu za shukrani. Leo tunakukaribia kwa kuweka nadhiri madhabahuni pako, Bwana. Nguvu za kutimiza yote tunayoahidi kwako zinatoka kwako. Ninaomba Roho Mtakatifu simama na kanisa lako, tukawe na ushuhuda kupitia Krismasi. Yesu umezaliwa. Ninaomba Mungu wa mbinguni kwa yale ambao tumeazimia hapa tukiongozwa na familia ya Kwalaiza, basi Bwana tukayatende na ukatuonekanie kama Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, mfalme wa amani. Na wale ambao hawana amani wakapate amani, na wale ambao wanaona kushindwa wakapate nguvu ya kuendelea. Neema yako ifunike kanisa katika jina la Yesu. Amen. Kijito cha maji